mapema. Hebu sasa nije kwenye wajibu wa mwanaume. Tumpige kwa Yesu makofi. Nimesema tuko kwenye kliniki. Upime mizani ya ndoa yako. Wajibu wa mwanaume. Unajua kwa mwanaume sio kuvaa suruali. Sababu kuna kina dada wanaovaa suruali nzuri kuliko wanaume. Kwa hiyo sio kusema mimi mwanaume kwa sababu navaa suruali. Kuwa na mwanaume maana yake ni kutimiza wajibu ambao Mungu alikupatia. Na ndio maana saa zingine unaweza kusikia mwanamke anauliza mwanaume, hivi na wewe ni mwanaume? Afa mwanaume anajibu, sasa umeonaje kama mimi sio mwanaume? Sio kwamba kwa sababu wewe unavaa suruali ni mwanaume. Kuwa mwanaume maana yake ni kutimiza wajibu. Una wajibu ambao Mungu amempa mwanaume afanao. Na huu wajibu ndio unakufanya uwe mwanaume nyumbani. Kwa hiyo kama unataka heshima, kuna mambo ya kufanya na mke wako atakupenda, atakupa heshima kama mume. Sasa la kwanza, wajibu wa mwanaume ni kichwa cha nyumba. Neno kichwa maana yake ni mtawala wa nyumba. Katika Efeso 5:23 inasema, mwanaume ni mtawala katika nyumba. Lakini utawala unaozungumzwa hapa si kama wa polisi au jeshi. Nyuma geuka, mwanamke kaa chini, kuweka sijui, achana na hayo. Hakuna asiyejua wewe ni mwanaume. Timiza wajibu wako. Hapa mwanaume ambaye anazungumzwa hapa tutakuja kumuona ni mfano wa Yesu Kristo. Yesu halitishi kanisa pamoja kwamba yeye ni Bwana wa kanisa. Halitishi wala halinyanyasi kanisa. Analiheshimu na analipenda. Kwa hiyo neno mwanaume katika Kiingereza litafsiriwa kutoka neno husband. Na neno hilo lilikuwa na maana, na neno hili lina maana ni kamba au chuma kinachounganisha vitu kwa pamoja. Kwa maneno mengine mwanaume, yani husband, ni mtu ambaye anatakiwa kuunganisha nyumba na kuiweka pamoja. Hiyo ndio mwanaume. Uunganishe nyumba uweke pamoja. Wanaume wengine wana matatizo. Wakina mama wakiwa waaminifu sana wakawazalia watoto hasa wa kiume, wale wanaofanana nao, yani wenye vichwa vikubwa kama cha baba yake, basi unaona baba anapenda sasa watoto kuliko mama. Hivi mke wako alifanya kosa kuzalia mtoto anayefanana na wewe? Ni kosa kubwa. Nataka nikueleze hivi. Mwanamke ni wa maana sana kuliko mtoto. Mpe Yesu makofi. Mpe heshima kwanza. Kama amekuzalia watoto wanaofanana na wewe, kichwa chako ni kikubwa, ingawa saa zingine ni kizito, saa zingine hata kuinuka unashindwa kuinuka haraka, lakini ujitahidi kumheshimu sana mke wako. Wanaume wengi wao wanatoa watoto kama hao out, wake zao hawatolewi out. Ni kosa kabisa. Kwa hiyo unganisha nyumba. Unatakiwa uwe mtawala katika nyumba yako, lakini si mtawala wa kijeshi. Tawala kwa upendo kama Kristo anavyotawala kanisa. Kuwa mwanaume sio haki, bali ni wajibu. Yani ni kuwajibika. Mungu atakuuliza juu ya kila mtu katika familia yako. Ndio maana Adamu walipokula lile tunda, Mungu akumuuliza Hawa walianza kula, alimuuliza Adamu. Kwa sababu Adamu ndiye alikuwa amepewa wajibu. Kwa hiyo mwanaume anatakiwa kuwa kiongozi, yani serikali kwenye familia. Kwa hiyo wanaume wanatakiwa kutumia mamlaka ya Yesu kuitawala nyumba. Uelewe Yesu Kristo ndiye mtawala katika nyumba yako na ufanye hivyo. Lakini la pili, unatakiwa kumpenda mke wako. Wanawake wameumbwa wapendwe. Wanawake wameumbwa wapendwe. Na mwanamke asipopendwa anaweza akakonda hata kama unampa debe la mafuta kunywa. Yani mwanamke alivyoumbwa na Mungu anatakiwa apendwe. Ni kama ua. Ua linahitaji mwanga, linahitaji hewa. Kwa hiyo usipompenda mwanamke hajisikii kama yuko kwenye usalama.